Kwa jina naitwa Steven Lusinde, ni makamu mwenyekiti wa wajasiriamali wadogo Tanzania Machinga, lakini ni mwenyekiti wa wajasiriamali wadogo Machinga katika eneo la Kariakoo. Ndugu waandishi wa habari, tumewaita leo hapa, tuna mambo mawili matatu ya kuzungumza juu ya amani ya nchi yetu, lakini hasa kwenye kipindi hiki ambako tunaelekea kwenye uchaguzi wa taifa letu. Jambo la kwanza, chama cha Chadema juzi walitutaja kwamba tuwe sehemu ya maandamano tarehe 24 sisi Machinga kwenye kundi letu, lakini wakatajwa ndugu zetu ambao huaga tunaamini kwamba sisi baba mmoja mama mmoja bodaboda na ndugu zetu wenye ulemavu. Sasa sisi kama Machinga tumejitokeza hadharani kwanza kukataa kata maandamano ambayo yatafanyika na kikundi chochote na taasisi yoyote, maandamano hayo kama yapo kinyume na utaratibu na sheria za nchi yetu. Kwa hiyo nitoe rai kwa wafanyabiashara wote Machinga, tunapoamka asubuhi, sisi kazi yetu ni moja tu, kutafuta riziki, kuhakikisha kwamba tunatoka hapa tulipo, tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais kuelekea kwenda kuwa walipa kodi wa baadaye. Kwa hiyo muda wa kufanya maandamano sisi kama wafanyabiashara wadogo hatuna, na kila siku tunapoamka sisi kazi yetu ni kutafuta riziki. Lakini swala la pili, tumesikia kwamba kuna baadhi ya maeneo yetu ambayo tunafanyia biashara watakuja kufanya mikutano. Sisi tuombe jeshi la polisi, kama wamewaruhusu wao kufanya mikutano yao, basi watafute maeneo ya wazi waende wakafanye hiyo mikutano yao, lakini sio sehemu zetu za kufanyia biashara. Kwa majina anaitwa Saidi Kagomba, ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama bodaboda na bajaji mkoa wa Dar es Salaam, lakini vile vile na taifa. Tuko hapa ndugu waandishi wa habari kwa kutoa matamko yetu, mimi kama kiongozi wa maafisa usafirishaji maarufu bodaboda na bajaji ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kama tulivyosikia kupitia vyombo vya habari kwamba siku ya tarehe 24 madereva wa bodaboda na bajaji tuweze kujitokeza kwa wingi kwenda kuhudhuria katika hayo maandamano ya kuelekea huko mahakamani. Lakini lingine kwamba kutakuwa kuna mikutano katikati ya mji aidha Kariakoo au na maeneo mengine tuweze kuhudhuria. Lakini itambulike katika hayo mazingira ambao wanasema tuweze kuyahudhuria, sisi moja madereva usafirishaji tulishakuwa tuna shida hapa ya kuingia mjini. Tulipata tabu sana, lakini hatujawahi kuona hata siku moja kwamba hicho chama ambacho kinatuhitaji leo na kuona umuhimu wetu tukaweza tukashirikiana nacho. Lakini leo tumepewa uhuru wetu mkubwa. Tunafanya kazi mahala popote, tunaweka vituo mahala popote na tunabeba abiria kuelekea naye mahala popote. Kwa hiyo tuseme tu kwa kupitia tangazo lao la makao wao mwenyekiti kwamba kusema sisi waendesha bodaboda na bajaji tuhusike katika hayo maandamano. Moja, sisi na kuwataka madereva wangu wote wa mkoa wa Dar es Salaam na hata wa nchi nzima hatutahusika katika swala hilo la maandamano ya siku ya tarehe 24. Lakini lingine lazima lieleweke. Mheshimiwa Rais alishatoa maliziano ya kisiasa. Kwa hiyo kama wao wana mambo yao ya kisiasa, wakutane na Mheshimiwa Rais, waweze wakae, wajadiliane, mwisho wa siku tuweze kuishi. Kwa sababu naamini na tunaamini na tunatumaini kwamba nchi yetu ni nchi ya amani, nchi yetu ni nchi ya uhuru. Kwa hiyo leo hii tuna watoto wetu wako mashuleni, tuna wazee wetu tumewacha majumbani, tuna mama zetu ambao wazee, tuna wake zetu ambao wanafanya biashara mbalimbali. Sasa leo tutakapokwenda katika maandamano na uvunjifu wa amani wa nchi yetu, ili jambo kwetu litakuwa sio sahihi. Lakini ni muombe Mheshimiwa IGP, kwa kuona na matamshi mengi huwa yanatolewa sana kwa kuhusishwa sisi madereva bodaboda na bajaji, embu wasio wanatuona sisi kama ngazi. Sisi tunajitambua, sisi tumeenda shule na sisi tuna uelewa wetu. Mimi kwa majina naitwa Gosbert Kajalaba, ni mwenyekiti wa kundi maalum
la waendesha bajaji feri na Kariakoo. Nashukuru kupata nafasi hii. Kwanza namshukuru mama yetu na kiongozi wetu na rais wetu kwa majukumu aliyoyabeba taifa hili. Pia nawashukuru na waandishi wa habari mliofika hapa kuchukua maoni yetu na mawazo yetu. Kutokana na hayo ambayo yanazungumzwa na chama husika kwamba sisi tuwe mstari wa mbele kwa kushirikiana nao kufanya maandamano. Kwa kweli sisi kama sisi walemavu hatuna mpango wa kushirikiana masuala kama hayo. Kwanza tunatambua jinsi maandamano yalivyo na athari zake. Endapo kama ni amani, basi ina maana viongozi wote wahusika watakuwa wameruhusu, watafanya kwa amani. Lakini sisi kwenye kuandamana nao sisi hatupo. Ndugu waandishi wa habari, nawahakikishia kwamba sisi walemavu sio walemavu wa zamani walivyokuwa tukichukulia.